Mbinguni, mtakatifu Mungu wa Israeli. Baba, tunasongea mbele zako Jehova mchana wa leo Mfalme, nikiliinua na kulitukuza jina lako Mfalme, nikisema kwamba wastahili mtakatifu. Wastahili Mungu wa mbinguni Jehova, wastahili mtakatifu, wastahili Mungu wa Israeli. Kwa yote Mfalme mwema, tumekuona Mungu wa mbinguni. Tumeona ushindi wako Jehova, tumeona ukuu wako Jehova, tumeona wema wako Mfalme. Tangu tulipoingia katika nyumba yako Jehova wakati asubuhi hadi kufikia muda na wakati kama huu, Mfalme, ni kwa huruma zako Jehova, ni kwa nguvu zako Mfalme. Nasi twalibariki na kulinua jina lako Yesu. Uhimidiwe na utukuzwe mtakatifu. Mfalme, tazama huu ni wakati mwingine Jehova ambao tuenda kumega mkate wako Jehova, ambao ni neno lako Mfalme wa amani. Baba, ninaomba Jehova jire Mfalme, ili neno ambalo nimelitayarisha kwa wiki mzima Jehova jire. Baba, naomba ukalibariki na ukalitakase neno lako Jehova, ili linapofika katika mioyo za wateule wako, ili neno linapofika katika mioyo za watakatifu wako Jehova, Baba, wacha ili neno Jehova likazae mazao. Baba, mahali ambapo hili neno linaenda kutukanya, wacha tukakwe na alikukanyika kwa ukuu na kwa uwezo wa jina lako Yesu. Mungu wangu Mfalme, tawala. Tawala ni kwa kweli Mungu. Onekana mtakatifu, onekana Mungu wa Israeli. Mfalme, nami naomba ukanitumie tu kama chombo chako Mfalme. Maana mimi ni udongo mikononi mwako Jehova, nawe ni mfinyanzi Mfalme. Baba, nitumie jinsi upendavyo kwa ajili ya neno lako Jehova Mfalme. Wacha makusudi yako Jehova na mapenzi yako Mfalme mwema, Baba, na ikatimie juu ya kanisa la Vision kwa ukuna kwa uweza kwa jina lako Yesu Mungu wa mbinguni tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Naona ni saa 8:45. Sitakula muda wenyu sana, lakini ile neno ambalo nilitayarisha kuweza kuliachilia nitaiachilia yote. Sitakatakata kwa sababu ya masaa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hiyo neno yote ambao Mungu amenitayarisha kuweza kuliachilia nitaiachilia yote. Bwana Yesu asifiwe. Maana siku ya ambao Mungu alisema tuikipi toli ni siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na ni siku ya Bwana. So siku ya leo ni siku ya Jehova. Okay. Tuingie katika neno. Kichwa changu ama the theme ya siku ya leo ama mada ni vita vyatoka wapi kati ya viungo vyenu. Vita vyatoka wapi kati ya viungo vyenu. Vita inatoka wapi kati ya viungo vyenu. Nataka kufafanua neno mbili hapa. Nataka kufafanua neno vita, pia nataka kufafanua neno viungo. Wacha nianze na vita. Tunajua kuna vita vya aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii wiki nilikuwa na Google types of wars, na nikaona kumbe kuna vita vya aina mingi. Kuna spiritual war, kuna physical war, kuna civil war, kuna religious war, kuna vita kati ya nchi na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nataka kuzama katika vita ndani ya kanisa. Hapo ndio mahali neno langu siku ya leo lipo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na tunajua hii vita yamepasua makanisa mengi zaidi. Madhabahu mingi yameanguka kwa sababu ya vita. Mshirika wananikiliana na washirika wenzao. Wachungaji wananikiliana na wachungaji wenzao. Kuna kwa vita katika makanisa. Haya vita yameharibu makanisa mengi. Yamemaliza makanisa mengi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hata wengine wanaenda milimani kuombea wengine mabaya. Vita. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tuangalie neno lingine, viungo. Tunajua kiungo
ama kwa kizungu organ. Katika mwili kuna viungo mingi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Tuna mkono, tuna mguu, tuko na jicho, tuko na mdomo, tuko na ngozi. Haya yote tuko hapa mpaka na tumbo na zingine ambazo siwezi taja. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tutapata kuona kati ya hizo viungo vyote katika mwili wetu hakuna kiungo hata moja itakayoweza kusema ama itajigamba ama itajisifu kwamba hahitaji hiyo kiungo kingine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hakuna kiungo kimoja kwa mwili ambayo itasema hahitaji usaidizi wa kiungo kingine. Na zote zinafanya kazi ili kujenga mwili wa binadamu ama mwili wako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa mfano, chakula kinapokuwa mezani na wewe unahitaji ile chakula ili mwili yako iwe na nguvu, kuna viungo mwingi sana ambao zitasaidiana ili hiyo chakula itoke katika meza na ifike katika tumbo yako ili mwili wako uwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mkono itahitajika kutoa chakula katika sahani yako na ipandishe katika mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika kwa mdomo itakutana meno. Meno itafanya kazi ya kusiaga. Ndio hiyo chakula iteremke kwa tumbo, itahitaji kitu inaitwa ulimi. Isilaidishe chakula wapi? Ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu juu ulimi itaza peke yake inahitaji shingo ili hiyo chakula iteremke mahali na stahili. Bwana Yesu asifiwe. Na inapofika hiyo chakula inapofika katika tumbo ndio isiagwe, inahitaji ile small intestines na large intestines. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Inahitaji mara ili isiage ile chakula. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ili mwili ipate nguvu. Vivyo hivyo katika nyumba ya Mungu sisi ni viungo. Jimado ni kiungo. Apostle Nguge ni kiungo. Ni kiungo. Deaconess Rachel ni kiungo. Baba Maina ni kiungo vile vile. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sisi sote katika nyumba ya Mungu sisi ni viungo ambao tunaujenga mwili wa Kristo. Na kanisa la Vision ni mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. So sisi sote ni viungo wa mwili wa Kristo. Kama vile mwili zinasaidiana ili kujenga mwili, pia nasi hatuwezi jigamba ama mmoja wetu hapa mahali hapa aseme kwamba anaiweza hii kazi yote peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kanisa kuna manabii, hiyo ni kiungo. Kuna mitume, kuna walimu, kuna wahubiri, kuna walimu wa Sunday school. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule wa kutoa, maana ni lazima pia awe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Katika kanisa kila mtu anaweza kutoa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na mtu kama yule ama watu kama wale lazima wawe katika kanisa. Kuna waimbaji. Kuna viungo vya kila aina katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa turudi katika kichwa ya mada yetu. Vita vyatoka wapi kati ya viungo vyenu? So nikiongea juu ya kiungo, siongei juu ya kiungo ya part of body. Ninaongea juu ya mimi na wewe. Tumeelewana? Nilianza hivyo ndio tuwe katika line moja. Fungua katika Biblia yako. Katika kitabu cha Yakobo, na hili neno nitakapomaliza utasikia ziko the same na ya jana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuja kushangazwa na kanisa la Vision.
Maana ukisikiza neno inapatiwana asubuhi, na ukisikiza neno ambayo itapatiwana lunch hour. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hizo neno huwa zinakaribiana, kwa sababu tunamhudumia Mungu mmoja, na huyo roho ambayo tunamhudumia ndiye anatupatia haya neno. So ni rahisi sana neno zifanane. So hata wakati alikuwa anapopatiana Bible study, nilikuwa nasema chairman anapatiana neno ambalo nafaa kupatiana. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunamtumikia roho moja. Yako huko Kayole, mimi niko hapa. Lakini unaona tuko na neno karibu the same. Maana tunatumikia roho moja. Fungua kitabu ya James ama Yakobo. Ile lugha ya Kigiriki ni Jakufu, si ndio? Hizi niko nimeiva. Niko sawa. Hii mwaka ikiisha Yakobo sura wake ni 4. Nitasoma kuanzia 1 mpaka 10. Hapo ndio mahali neno letu lipo, na ningekuomba uweze kukunja hapo juu kidogo, maana tutakuwa tukihama kidogo, tunaenda tuna refer kwa Bible zingine alafu tunarudi hapo. So hapo kwa hiyo Biblia yako kunja kidogo, ndio tunaporudi usitafute sana hiyo kitabu ya James. Na kwa wageni nimekumbuka sijataja jina, naitwa Jimado. Kitaka kuongeza ite Justin. Taitika zote ni zangu. Kitabu ya Yakobo sura wake ni 4, mstari ni wa 1 mpaka 10. Kama nyote mko mahali pale, na kama unatumia simu, Biblia simu, ingia kwa airplane mode. Ndio tunaposoma Biblia ya simu, WhatsApp ikiingia isikukengeushe mawazo yako, ama hizo notifications za Facebook. So ingia katika ndege, hapo utakuwa umekata hata kupigiwa simu kama unatumia Biblia simu. Natumai sote tuko pale. Neno nasema Yakobo sura yake 4 mstari wa 1 mpaka 10. Neno nasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili muvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi 7, mtiini Mungu. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawatukuza. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno linatuuliza au Mungu anatuuliza siku ya leo. Inaweza kuwa katika hili kanisa hakuna hii vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda bado pia inaweza kuwa katika kanisa la Vision hili vita linakuja. Ama inaweza kuwa hili vita haliko kabisa. Na kama liko hii vita, Bwana Yesu asifiwe kanisa, Mungu atatupa onyo ili tusienende katika hiyo njia, ili tusifuate hiyo njia. Na kama linakuja, Mungu atatupa tahadhari kupitia neno lake mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama halipo hili vita katika kanisa la Vision, kongole kwako ama kudos. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Kipita kama halipo, lakini juu neno limeachiliwa, inaweza kuwa lipo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikimaliza, wewe nataka ujihukumu wewe mwenyewe. Kwa sababu mimi si judge, mimi si hakimu na si judge mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hukumu moyo wako wewe mwenyewe. Ndio ujue kama hii vita kama iko ama hakuna. Ni wewe unaileta ama wewe ileti. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Mimi si judge na si judge mtu yoyote. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Okay. Leo nasema kwamba Mungu anauliza vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita ambayo Mungu anaona katika kanisa lake. Inaweza kuwa si katika kanisa la Vision. Inaweza kuwa pengine ni independent ama ni AIC. Mungu anauliza vita inatoka wapi kati yenu? Si humu. Nani anaendelea kusema? Si humu. Vita vyatoka wapi? Si humu katika Vision. Si humu katika mimi na wewe. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Nikisema Vision, sisemi kuhusu hii jengo. Ninaongea kuhusu mimi na wewe na yule mwingine. Nao ninauliza hii vita na mapigano inatoka wapi? Si humu ndani. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Wacha tuone inatoka wapi. Katika tamaa zenyu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Hala, kumbe vita inatoka katika tamaa zetu. Katika tamaa ya jimado. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Katika tamaa yako wewe je? Na nikisema je, si hata lazima uko ni wewe ni je kwa hapa. Mimi ni jina tu nimetoa from the blues ama from the sky. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Ni tamaa inatoka katika wewe Mary. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambazo zinafanya vita katika viungo vyenu. Wacha elaborate kidogo ama nifafanue zaidi. Katika madhabahu ya Mungu kunaweza kuwa na tuna waimbaji wengi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na kuna pia wahubiri wengi. Kuna manabii wengi katika nyumba ya Mungu. Lakini kwa tamaa sasa sasa kama mimi si mchungaji na nalihubiri neno la Bwana. Lakini tamaa ya jimado ni mimi ninataka niinuliwe zaidi. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Ama nionekane kwamba mimi ni mkuu zaidi. Tamaa ya jimado. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Tamaa yangu ndio inafanya tunakuwa na vita na Pastor Mwangi. Tamaa ya jimado kutaka nipendwe na washirika wote inafanya nakuwa na vita na Pastor Lydia. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Mimi nikiwa mwimbaji, tamaa yangu ya kutaka nijulikane kwamba nisipoimba hiyo kigosho sio kigosho. Mimi nikiwa nabii, tamaa yangu nitaka nionekane kwamba mimi ni nabii mkubwa zaidi
Nisipo dioma, hiyo mdiomo sio mdiomo. Hapo nimeongea Kikuyu ama nimeongea vitu sana? Hiyo ni Kiingereza. Uko sawa. Yaani wewe kama hujatoa unabii mahali pale haiko unabii. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mungu anauliza, vita vyatoka wapi? Si ni kwa tamaa tu zenyu nyinyi wenyewe. Wewe unataka uinuliwe zaidi, ama unataka kujiona kuwa bora kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi kama mchungaji nakuwa na tamaa ya kutaka kuwa na kanisa, pengine nipate wanawake wengi. Hapa mjasikia wachungaji wanalala na wanawake wa washirika wao, si wako wamepatikana kwa logic. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ama wewe ukiwa mwanadada unafungua kanisa ili upate waume wa washirika wako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ama unafungua kanisa ili upate mali ya kidunia. Kwa tamaa zetu. Tamaa ya jibado inafanya kuwe na vita katika kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hiyo kupigana, hiyo mashindano Mungu hataki katika kanisa lake. Hebu twende katika, niliwaambia mkuje, tunarudi hapo tu. Fungua Wafilipi 2. Wafilipi iko tu hapo karibu na Waefeso. Ukishapita Waefeso ndio unafika katika kitabu cha Wafilipi. Filipi 2 na mstari wa 3. Kuna mambo ambayo Roho wa Bwana atatukania siku ya leo. Pengine wewe umekuwa ukienenda katika hiyo njia. Hili neno linaweza kuwa limekujia mtu mmoja katika madhabahu ya Vision ama watu wawili. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mungu haachilie neno bila sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wenye pengine wako katika hii mtaa wasiyekuwa na Bwana, sikia sauti yangu katika makanisa zao, wakisikia hii mahubiri waache kufanya ambao wanafanya. Haya, neno nasema katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 2 na mstari wa 3 inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Msitende neno lolote lile. Katika kuimba kwako usitende kwa kushindana na mtu mwingine. Wacha kuimba kwako kuwe kuna mtukuza Mungu. Ninapohubiri siku ya leo, wacha kuhubiri kwangu isikuwe ninahubiri ili nishindane na ovasia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ati nionekane kwamba mimi najua kuhubiri zaidi ya ovasia, ama najua kuhubiri zaidi kuliko Pastor Simon. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini wacha nihubiri kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Wacha niseme kwamba ama katika moyo wangu na mawazo yangu nijue na ningamue kwamba Apostle Ngugi anahubiri zaidi kuniliko mimi. Ndio neno natuambia kwamba bali umhesabu mwenzio kuwa bora kuliko wewe. Unapoona mwenzako kwamba yeye ndiye bora kuliko wewe, hiyo kujigamba, hiyo kujiinua, hiyo kujisikia haitakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bali kwa unyenyekevu. Nataka kuuliza swali. Tunasemanga jina unyenyekevu. Unyenyekevu. Tunajua jina unyenyekevu ni kusema nini ama inamaanisha nini? Kuna wakati Pastor Mwanya alitufundisha katika ile madhabahu. Na bado pia huwa ninalijua hilo jambo. Unyenyekevu. Wacha niulize tu. Niulize mama moja na mzee moja. Chairman wa wazee. Unyenyekevu ni kusema nini? Wezi define nikuuliza meza ni kusema nini, unasema ni meza. Kunyenyekea najua ni kunyenyekea, si ndio? Lakini kunyenyekea ni
Ndio tuelewe neno vizuri. Neno imesema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Acha niulize pande wa mama. Challenge. Unyenyekevu ni nini? Inaweza kuwa tunasemanga kunyenyekea, wewe nyenyekea, na hatujaelewa kunyenyekea ni kufanya nini. Kukuwa mtulivu. Okay. Mama Telvi, kunyenyekea ni kufanya nini? Ama wakisema Mama Telvi ni mnyenyekevu, huyo mtu amesema aje? Sijigawe kwa watu. Okay. Sawa. Nimesikia majibu zenu. Lakini hakuna mwenye ameanguka, lakini hakuna mwenye amepata. Bwana Yesu asifiwe. Maliza wa mwisho. Ndio ni kweli. Jinsi ya ni jinsi na yani kunyenyekea ni kufanya nini? Gushu ni mnyenyekevu. Gushu ni mnyenyekevu sana. Huyo mtu amesema nini juu ya gushu? Gushu anafanya nini? Jinsi ya yani okay, acha nikusaidia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Acha nitumie example. Nimeambiwa nipatie simu assistant pastor. Jimado, patia assistant pastor simu. Nimeambiwa nimpatie. Si nimempatia. Niambiwe Jimado, patia assistant pastor simu. Niende hivi. Kati hizo mbili ni gani amenyenyekea? Kati hizi mbili ni gani Jimado amenyenyekea? Ya kwanza. You are all right. Tupigeni makofi. Kwa hivyo kunyenyekea ni kutii. Kunyenyekea ni kutii. Katika ndoa, ukisoma katika hiyo Wakorintho inasema kwamba na mke anyenyekee kwa bwana yake. Bwana Yesu apewe sifa kabisa. Kwa hivyo ni mke atii mume wake, naye mume ampende mke wake. Si business ya mwanamke kupenda bwana yake. That is not your business. Business yako ni kufanya nini? Kutii. Bwana Yesu asifiwe. So katika hiyo kujikunja hiyo tunakaa ndio si kunyenyekea. Kunyenyekea ni kutii. In simple words, kunyenyekea ni kutii. Turudi pale katika nini? James. So tumeona tamaa zetu ndio zinafanya vita katika kanisa la Bwana. Hiyo tamaa ndio inafanya kanisa linavunjika. Maana mimi hapa saa hii nikitaka kuwa ndio nikuwe mkubwa zaidi kuliko Vasia. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Ni kanisa litavunjika. Ama utakuta nimeenda. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Hayo mambo yanavunja makanisa mengi sana. Tunakuta hata kuna siku tulikuwa tunaona video mahali fulani, tukaona kulikuwa na kanisa mbili ndani ya kanisa moja. Hawa wanagoshea wakiwa huku, na wengine pia wanagoshea wakiwa huku. Tamaa ya wale wako katika viongozi. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Ndio inafanya makanisa yanavunjika. Pili, watamani wala hamna kitu. Tunatamani wala hatuna kitu. Tunatamani kumtumikia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tunatamani kumuimbia Mungu. Tunatamani kuhubiri. Tunatamani kufungua makanisa.
Lakini Mungu asipotia hizo vipawa nguvu, tunakuwa ni kama hatuna kitu. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tunakaa tu ni kama empty devils. Ndio kwa ile kipawa. Lakini Mungu asipoitia nguvu, tunakuwa ni kama hatuna kitu. Mwaua na kuona wivu, wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Tunaua na tunaona wivu. Siku ile ya kunyonga, unanyonga mpaka unakufa. Tunaua vipaji, tunaua vipawa. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Ile kazi ambayo Mungu ameweka ndani ya yule kiungo kingine, tunaiangamiza. Ndio kuna mara mingi anasemanga hapa, na hata anatuambianga kwa mkesha kwamba Yesu siku ya kwanza aliposhika hiyo darama kupiga, alinyang'anywa. Lakini yeye hakukufa moyo kwa sababu hakuwa anajua. Na ni kweli, hakuna mtu ambaye anazaliwa kama anajua. Sisi sote tunajifunza. Lakini mimi katika leo kanisa lingine, mimi nilikufa moyo. Mimi hiyo siku nilikuwa nimejitayarisha, leo nataka kugosha nikipiga darama. Sasa mimi venye nilichukua nikapiga madogodhanyo. Na nikanyang'anywa, nikaambiwa wewe huwezi jua darama. Huwezi jua kupiga darama. Huwezi jua. Sasa mimi nilikufa moyo. Mpaka wale sijaijua kupiga darama. Kwa sababu tunaua ile ambacho kiko ndani ya mwenzetu. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Nikikwambia uji kuimba, sasa utashika mic uanze kuimba. Unaona na Jimada aliniambia hata sijui kuimba. Utaona tu unaachana na. Sasa mimi nitakuwa nimeua ile kipaji. Alafu ndio nasema kwamba na tunaona wivu. Kunaweza kuwa kuna mtu ambaye kipawa yake iko juu zaidi na anasikiliwa wivu na wengine. Ama unaona huduma ya mwenzako inanawiri sana ama imeinuka sana. Huyo mtu amebarikiwa na kanisa kubwa zaidi. Wewe je, kuona wivu unamwendea kwa manabii wa madhara. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Ili hiyo huduma ikakuwe na adabishi. Nani natuambia kwamba tunatamani wala hatuna kitu. Tunaua na kuona wivu wala hatuwezi kupata. Ukiwa na roho kama ile, wewe huwezi pata baraka za Bwana. Mungu aweze kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. 3, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Tunaomba na hatupati ni kwa sababu tunaomba vibaya. Kama vile nilitangulia pale mbele, kuna mwingine atafungua kanisa ndiye apate mahali. Hiyo ukifungua kanisa ndio upate mahali, kwa hakika hautapata mahali. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Maana ni Mungu ndiye anachilianga neema. Mungu ndiye analeta watu kutoka pembe zote za dunia, anakuletea washirika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuja mahali hapa sikuambiwa na mtu yeyote. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Lakini Mungu katika kuniletea kanisa la Vision, nikiomba usiku saa 9. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Nikiomba nikaletewa hii kanisa la Vision pale chini kwa mawazo yangu. Na venye nilimaliza kuomba kwa Mungu anataka, tulikuwa namwambia nataka uniongoze kwa kanisa ambayo inakuabudu katika roho na kweli. Sitaki kwenda katika kanisa ambayo itajichanganya, mahali ambapo wachungaji wanapoteza watu. Nataka uniongoze kwa roho wako. Na nikaa mwezi mzima mimi na Duga Mwangi tukiwa tunatafuta, na tuliambiana mmoja atapata wa kwanza anaarifu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipoenda kulala after kuomba, na venye nilimaliza kuomba, sasa hiyo ikanikuja sana kumawaza. Nikasema Mungu anataka niende ile kanisa. Nilipoenda kulala nikaota ndoto kanisa la Vision. Na nikakuja nikaambia mchungaji wangu. Nikamwambia kuna kanisa limeletwa katika ndoto ile kwa pale. Nikakuja na leo nikaona kweli ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wa leo niko mahali hapo. So unaona ni neema tu Mungu anatilia ili unaletewa shirika.
Bwana Yesu apewe sifa kabisa. So unapofungua kanisa ukiwa na tamaa yako ya kupata mali ama kupata wake ama kupata wanaume, hilo halitawezekana. Maana tuna tamaa yetu ndio inatufanya tuombe hizo vipawa ili tuvitumie vibaya. Ni wangapi manabii mmeona ama mmesikia? Ndio anajua uko na shida. Anakuambia ndio shida yako itoke. Panda dhabihu. Na ile dhabihu anakuambia kusema ukweli hata iwezekani. Wewe mwenyewe kukula hata ni shida. Mtu anakuambia toa dhabihu ya 30,000. Utatoa wapi? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunaona hao manabii wako wengi. Panda mbegu ya 50,000. Wewe mwenyewe hata una hata kitu. Na kumbe ni mwako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wanafanya hivyo vyote kwa ajili ya tamaa zao. Wavitumie hizo vipawa vibaya. Number 4. Enyi wazinzi. Enyi wazinzi. Hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Enyi wazinzi. Hili neno halijaambiwa mtu mwenye huko nje. Hili neno inakuambia wewe ambao uko katika nyumba ya Mungu siku ya leo. Tunajua wazinzi ni yule mtu ambaye ameolewa na anatoka nje ya ndoa. So kwa Mkristo wa kawaida ama Mkristo ambaye anaishi katika maisha ya kumtukuza Bwana, yeye anafananishwa na mzinzi iwapo yeye ataanza kushikana na mambo ya dunia ama aanze kutenda vile dunia inavyofanya. Wewe unaitwa mzinzi wa kirohoni. Maana unamwacha Mungu, unaanza kumtukuza shetani. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Enyi wazinzi. Hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Wewe siku ya leo ni Sunday, uko katika nyumba ya Mungu. Monday asubuhi ama Tuesday asubuhi uko kwa mlango ya mganga. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Unafanya mambo ya dunia. Mimi nikitoka hapa mahali hapa nimehubiria siku ya leo. Wednesday niko na wazee wenzangu huko. Tunatoa vumbi, nimetoka kupanguza vumbi. Napiga 2 for the road. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Wewe kijana Sunday uko katika kanisa. Na wewe ni mtu umeokoka. Saturday uko kwa club, night club. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tunaitwa wazinzi. Wanafanya mambo ambayo watu wa dunia wanafanya. Maana wale hawajakombolewa na Yesu. Wale hawaoni hatari ya hilo jambo. Hawaoni ubaya wa hilo jambo. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Lakini sisi ambao tumeokoka, alafu tufanye mambo ambayo watu wa dunia wanafanya, tunaitwa kama wazinzi. Tunafananishwa na wazinzi wa kiroho. Kama vile Tema na siku alisema, umetoka mahali hapo wewe mama, masaa 4 saa 10 saa 12 hapo unakorofishana na mama kwa plot. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Hilo jambo mtu ambaye ameokoka hastahili kufanya jambo kama lile. Lile linafanywa na watu ambao hawajui Mungu. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tunaitwa wazinzi tukitoka katika njia za Bwana. Tuanze kufanya mambo ambayo ulimwengu unatenda. Tunafananishwa kama wazinzi. Tunaambiwa kwamba enyi wazinzi, hamjui kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Umeokoka lakini bado unataka maisha ya kidunia. Wewe mwenyewe unajifanya kuwa adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuende katika kitabu cha Kutoka. Exodus. Kutoka 34. Verse 14. Nasema kama nyote mko mahali pale,
Kutoka 34 na mstari wake wa 14. Maana hutamwabudu mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hivyo unapopenda mambo vya dunia, unaabudu miungu mingine. Na huyu Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Neno la Mungu linasema kwamba maana hutamwabudu mungu mwingine. Mungu hataki tuabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na hili mambo ya kuabudu miungu mingine hapa tucha-explainiwa mara mingi. So tunaelewa miungu ni nini. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Si lazima iwe ni zile 800 ambayo tunaweza kwa tunainama chini yake tunasema kwamba tunaabudu. Miungu ni aina mingi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwamba maana hutamwabudu mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. So jina la Bwana ni Mungu mwenye wivu. Hebu kwa hiyo Kutoka, rudi hapo chapter 20. Hiyo tu Kutoka hapo, rudi chapter 20 verse number 5. Inasema nini? Inasema Kutoka chapter number 20 verse number 5 inasema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mungu anatukanya siku ya leo tusivitumikie wala kuabudu miungu mingine. Tusifanye kama vile watu wa mataifa wanavyofanya. Tusifanye kama vile watu wa dunia wanavyofanya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Maana sisi tulikombolewa na damu ya Yesu Kristo. Tusiabudu mungu mingine. Maana Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hata wewe siku ya leo. Sidhani kama wewe ambao umeketi mahali hapa, kwa wale ambao wako katika ndoa, kama utakubali kuona wewe mama kwamba mwanamke mwingine anachukua mume wako. Hauwezi kubali, si ni kweli? Hata mimi jimani, bibi wangu leo aje kama. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ninaposikia mwanamume mwingine anamnyemelea, hapo lazima itakuwa vita. Kwa sababu ya wivu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa sababu ya wivu tunampenda, nataka kwetu wangu peke yangu. Si mimi na mwanamume wengine. So pia Mungu hataki tupatiane ibada ambayo tunafaa kumpatia, tupatie miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Na hawezi share utukufu wake na miungu mingine. So tusiabudu miungu mingine. Turudi pale katika James. James 4 kwamba 5 au madhani ya kwamba maandiko yasema bure huyo roho akaenda yetu ututamani kiasi cha kuona wivu. Huyo roho ambaye anatawala mahali hapa, roho ambaye anatusaidia katika kila jambo, anatutamani sisi sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kiasi cha kuona wivu tunapoabudu miungu mingine, tunapovisujudia. Unaweza kuabudu Bwana wako zaidi, jua Mungu anaona wivu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Unapoabudu mke wako zaidi, jua anakufanyia mambo mengi, jua Mungu anaona wivu. Maana sasa hiyo ibada unafaa kumpatia Mungu, si mume wako. Inaweza kuwa ni watoto wako wanakusaidia katika maisha. Sasa umeweka watoto ndio mbele zaidi kuliko Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Mungu anaona wivu unapoabudu ama kuvisujudia miungu mingine. Yeye anatamani sana, ataka sisi tuwe wake yeye peke yake, tusimchanganye na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. 6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu wapinga wajikuzao, bali wapa neema wanyenyekevu. Kwamba Mungu anatujalia sisi neema iliyozidi.
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ndoa ambayo uko nayo ni kwa neema ya Mungu. Hao watoto ambao umezaa ni kwa neema ya Mungu. Yule mume ambao uko naye ni kwa neema ya Mungu. Si kwa ujanja wako, si kwa uwezo wako, bali kwa neema ya Mungu. Tulitoka kule chini kwa neema ya Mungu. Tuko mahali hapa kwa neema ya Mungu. Neno nasema kwamba huyo Roho anatujalia sisi neema iliyozidi. Hiyo kazi ambayo unafanya kwa neema ya Mungu. Tuko uhai siku ya leo kwa sababu ya neema ya Mungu. Uko buheri wa afya siku ya leo. Maana kesa ukienda Kenyatta National Hospital, watu ni wengi zaidi. Uko na afya nzuri siku ya leo kwa neema. Mungu anatujalia neema zaidi. Neema ambayo ni zaidi. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Jina la Bwana liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho anasema Mungu wapinga wajikuzao. Wale ambao wanajiinua, wale ambao wanataka kuonekana kuwa bora kuliko wengine, wale ambao wanajisikia zaidi kuliko wengine. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu wapinga wale ambao wanajikuza, bali wale wapa neema wanyenyekevu. Mungu anapatia wanyenyekevu neema. Anapatia yule ambaye anatii neema. So hiyo jina nyenyekevu tume break down. Mungu anapatia wale ambao wanatii sauti yake neema. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Ndio unaenda kwa kazi yako unapata neema unauza. Ama pale kazini maliandikwa unapatiwa neema, unapatiwa madaraka na kuongezwa mshahara. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Tunazaa watoto kwa neema ya Mungu. Kwa sababu tunatii sauti yake. Mungu anatuambia kwamba tusivisujudie wala kuvitumikia. Tunapotii ile sauti, tunaitwa sisi wanyenyekevu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. 7. Basi mtii Mungu. Roho wa Bwana anatuambia siku ya leo, wacheni tukakue na hali ya kulitii sauti ya Bwana. Kupitia neno lake, kama hata pia kupitia awaovasie. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tumtii Mungu. Ila mambo ambayo Mungu anasema tusifanye. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Ile njia ambayo Mungu anasema kwamba tuenende, wacheni tuenende. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa tufunge siku ngapi? 3. Wengine wamefunga, wewe hujafunga. Wewe ni mnyenyekevu? Wewe si mnyenyekevu kwa sababu hujatii. Na ukumbuke ni Roho wake Bwana amenena tufunge kupitia unabii. Si lazima overseer kwambie ni Mungu ameniambia mfunge. Akisema tufunge, anaweza kuwa ameambiwa. Roho amemdirect waambie wafunge. Na wewe hujafunga. Wewe si mnyenyekevu. Neno linatuambia kwamba basi mtii Mungu. Wacheni tutii sauti yake Bwana, ili Bwana akatufiche. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Unapolitii sauti ya Mungu, utakuwa unakemea shetani na anatoroka. Kwa hivyo usipotii sauti ya Mungu, hautakemea shetani. Hata ukimkemea hatatoroka. Tumeona pastors wangapi katika hizo makanisa ambao Sunday kwa kanisani, Monday kwa bar, alafu ataenda kufanya deliverance. Hiyo pepo inamgeukianga, inamtwanga yeye. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Maana yeye hajatii sauti ya Mungu. Hanendi katika mienendo zake Bwana. Hatii sauti ya Mungu. Kwa hivyo hawezi kemea shetani na shetani amtoroke. Bali unapotii sauti ya Mungu na kujiendesha sawa katika njia za Bwana, utakuwa unamkemea shetani naye atakuwa na hali ya kutoroka. Mkaribieni Mungu. Tuko nani? Tuko karibu kumaliza. Nimejaribu. Karibu kumaliza. Ayo msibabo sana. Najua na wabo lakini kidogo tu. Namba 8. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mkaribieni Mungu. Hivyo venye mnafanya siku ya leo mnamkaribia Mungu. Maana mmekuja katika mahali patakatifu.
mahali pa hema pa Bwana, kutafuta uso wa Bwana. Mnamkaribia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Mmemtukuza siku ya leo, mmemkaribia. Tunaenda kufunga siku 3. Kuanzia siku ya kesho tutakuwa tunamkaribia Mungu. Alafu Mungu naye anasemaje? Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Hiyo shida ambayo uko nayo, Mungu anapokukaribia wewe linaondoka. Haijalishi ni shida kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Kuna wale ambao wameokoka lakini bado wanataka mambo ya dunia. Wewe uko kuwili. Kuna ile story inasemanga tamaa iliua nani? Fisi. Juu anasikia kunyama na pande nyingine nyama. Wewe umeokoka, unafaa uishi kama mtu ambaye ameokoka. Ufai kuishi kama mtu ambaye hajaokoka. Umeokoka lakini bado unataka raha za dunia. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Tutakase mikono yetu na mioyo yetu. Tuwe na hali ya kuomba Mungu msamaha. Na katika hali ya kuomba Mungu msamaha ndio tunatakaswa. Twende katika Isaya. Isaya chapter 1. Isaya chapter number 1.